Shalom mwana wa Mungu, ninakushukuru sana wewe ambaye ni mfuatiliaji wa Hope Prize Ministry, na hii ni sehemu ya pili katika ile somo leo likizungumza mambo matano usifanye ukiwa kwenye mfungo. Hasa mara baada ya video hii kuwafikia watu zaidi ya 42, tumekusanya maoni zaidi ya 200 ya watu wakiulizia namna ya kuwa na mfungo wenye matokeo sahihi. Na hapa tumeandaa somo zuri ambalo linasema kwamba maandalizi muhimu kabla ya kuingia kwenye mfungo ili upate mfungo wenye matokeo mazuri. Nikuombe, ikiwa ni kwa mara yako ya kwanza hujabonyeza alama ya subscribe katika channel hii, tafadhali usiache kufanya hivyo, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Hasa watu wengi wanaingia kwenye mfungo wakiwa na hamu kubwa ya kuona Mungu akitenda, lakini wachache hujiandaa vizuri kabla ya kuanza mfungo. Ukweli ni kwamba mfungo wenye matokeo huanza kwenye maandalizi sahihi na wala sio kwenye matokeo kwanza. Huwezi kuingia vitani bila kujipanga, hivyo huwezi kuingia kwenye mfungo bila maandalizi ukategemea ushindi mkubwa. Kumbuka jambo hili, mfungo sio njia ya kawaida, bali ni safari ya kiroho, ni sehemu ya kuzungumza na Mungu. Sasa leo tunatamani kwa pamoja tushirikiane katika kuangalia mambo ya msingi kama mwombaji unapaswa kuyazingatia kabla hujaingia kwenye mfungo wako ili uweze kupata mfungo wenye matokeo. Ni kuombe usiondoke hapa, maana kumbuka, tunapoenda katika maombi ni vita ya kiroho na shetani anatamani kukuondoa ili usiweze kusikiliza. Namba 1, kuwa na kusudi maalum la mfungo wako. Hii ni sehemu ya kwanza kabisa kabla hujaingia kwenye mfungo, ambapo unapaswa kuizingatia ili uweze kupata mfungo wenye matokeo. Usifunge kwa sababu wengine wanafunga. Mfungo wenye nguvu huwa na kusudi maalum mbele za Mungu. Jiulize, ninafunga kwa ajili ya nini? Je, ni kwa ajili ya maombi ya familia, ni kwa ajili ya maombi ya huduma, au ni kwa ajili ya maombi ya ndoa, kazi, ukombozi, au ukaribu tu na Mungu? Kusudi ndilo linalokupa direction ya maombi yako. Kwa hiyo kabla hujaomba, hakikisha ya kwamba unakusudi ya kwamba ni kwa nini inakuhitaji uweze kuingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Watu wengi wanakata tamaa katikati ya mfungo kwa sababu hawakuwa na sababu ya msingi ya kuingia kwenye maombi. Labda tu walisikia au walijisikia tu bila sababu yoyote. Lakini unapokuwa na kusudi maalum, hata majaribu yanapokuja, unakuwa na nguvu ya kuendelea mbele kwa sababu unajua ni kwa nini ulianza na itakubidi uendelee. Ukisoma katika Yeremia sura ile ya 29 fungu la 12, nasema ya kwamba tena mtaniita na kwenda na kuomba mimi nami nitawasikiliza. Mungu anaahidi ya kwamba tukiomba kwa unyenyekevu yeye anasikia. Namba 2, jiandae kiroho na kisaikolojia na kimwili kabla hujaingia kwenye mfungo. Hii ni hatua ya pili. Jiandae kiroho, kisaikolojia na kimwili kabla hujaingia kwenye mfungo. Mfungo unahitaji maandalizi ya ndani na nje. Kiroho unatakiwa kuanza kujitenga na dhambi, kuongeza maombi na kutengeneza ukaribu wako na Mungu hata kabla ya siku ya mfungo. Lakini pia kisaikolojia, jiandae kwenye akili yako kwamba kutakuwa na vita vya mawazo, kuchoka na kukata tamaa za kuacha kufunga. Yaani jua tu kwamba hilo jambo linaweza kutokea ukajisikia kukata tamaa. Kwa hiyo hilo jiandae kisaikolojia, namna ya kushinda. Kimwili pia jiandae kwamba mwili wako unaweza ukapata njaa katikati ya mfungo. Hiyo ni hali ya kawaida. Kwa hiyo lazima ujiandae katika hali hizo tatu: hali ya kiroho, hali ya kimwili, lakini pia na kisaikolojia, kwamba kuna changamoto zinaweza zikatokea katikati ya mfungo. Ukijiandaa vizuri, mfungo hautakuwa mzigo mkubwa kwako. Watu wengi hushindwa si kwa sababu hawawezi kufunga, bali ni kwa sababu hawakujiandaa vizuri. Biblia inasema wazi ya kwamba lakini wewe ufungapo jipake mafuta kichwani pako ukisoma katika Mathayo sura ya 6 fungu la 17. Lakini pia ukisoma Korinto wa pili sura ni ile ya 7 fungu la 1, anasema basi na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote na wa mwili na roho,
tukikamilisha utakatifu katika kumcha Mungu. Namba 3 sasa, panga ratiba kabla ya kufunga. Mfungo usio na ratiba huwa rahisi kuvurugika. Panga muda wako wa maombi, muda wa kusoma neno la Mungu na muda wa utulivu mbele za Mungu. Ukiingia kwenye mfungo bila mpangilio, siku inaweza kuisha bila kufanya jambo lolote, bila kufanya maombi, bila kufanya jambo lolote la maana. Ratiba inasaidia moyo wako kuwa focused na inakufanya utumie muda wako vizuri mbele za Mungu. Hata Yesu mwenyewe alikuwa anapanga muda. Ukisoma katika Marko sura ya 1 fungu lile la 35, anasema kwamba asubuhi na mapema sana akaondoka akaenda mahali pasipokuwa na watu akaomba huko. Lakini pia ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ile ya 14 fungu la 40, anasema kwamba kila kitu kifanyike kwa uzuri na kwa utaratibu. Kwa hiyo panga ratiba kabla ya kuingia kwenye mfungo, na hiyo ratiba isimamie vizuri ili iende vizuri. Namba 4, hii mara nyingi huwaletea wengi changamoto. Ondoa vitu vyote vinavyoweza kukutoa kwenye focus na mfungo wako. Yaani vile ambavyo vinaweza kukutoa kwenye focus na mfungo wako, hivyo vitu hakikisha unakaa mbali navyo. Kuna vitu vinaweza kukuharibu atmosphere ya mfungo wako bila wewe kugundua. Simu kupita kiasi, maongezi yasiyo ya lazima, mitandao ya kijamii kupita kiasi, movie zisizo na sababu, mizaha mingi na mazingira yenye kelele vinaweza kuiba uwepo wa Mungu ndani yako. Mfungo unahitaji utulivu wa moyo, umakini wa roho. Kama kweli unataka matokeo, lazima ujifunze kujitenga na vitu vinavyopunguza focus yako mbele za Mungu. Kumbuka kuna wakati mitandao ya kijamii sio mizuri, kuna wakati unaweza kujifunza hata simu, lakini kumbuka tu kwamba kuna nyakati inaweza ikakutoa kwenye focus ya mfungo wako. Sasa kabla hujaingia kwenye mfungo wako, kumbuka ya kwamba atmosphere, mazingira utakayokuwepo yanaweza kuchangia Mungu akasikia au mfungo ukawa na matokeo au yakakuondoa katika uwepo mbele za Mungu. Kwa hiyo kumbuka tu ya kwamba hata Yesu mwenyewe alipokuwa anahitaji kuomba, alijitenga mahali ambapo hapakuwa na watu, akaenda huko akaomba. Sasa wewe hebu jiulize, mazingira ambayo unayofanyia mfungo wako, mazingira ambayo unayotafuta uwepo mbele za Mungu, je, ni mazingira hayo yamekaa katika namna gani ambayo yanaweza kukuletea utulivu na yakaleta uwepo wa Mungu katika mfungo wako? Kumbuka mazingira yana sehemu kubwa sana ya kuchangia kufanikiwa katika mfungo wako au kuto kufanikiwa. Sasa nataka nielekee kuhitimisha hivi. Mfungo wenye matokeo hauanzi siku ya kwanza ya kufunga. Unaanza kwenye maandalizi ya kabla ya kuingia kwenye mfungo. Ukijiandaa vizuri, utaingia kwenye mfungo ukiwa na focus, nguvu na matarajio makubwa mbele za Mungu. Usikurupuke kuanza mfungo bila kujipanga, bila maandalizi ya kwamba unaenda kufunga kwa sababu gani, bila mazingira ya mfungo, bila kuepuka vitu ambavyo vinaweza kukutoa katika uwepo. Kumbuka ya kwamba shetani wakati mwingine hutumia mazingira, hutumia tunayotazama, yale tunayosikia, yale tunayoyaona kututoa katika uwepo wa Mungu. Mungu anatafuta watu walio tayari, sio wanaokurupuka katika kuingia bila maandalizi. Kumbuka neno la Mungu linasema wazi ya kwamba Mungu yupo karibu sana. Wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli watamuona. Haya tu ni baadhi ya mambo ambayo nimetamani tushirikishane na huendekawa siku zinazokuja nitazungumza nini kinachotokea pale ambapo mtu anapofunga. Kuna wengine ambao tumepata maswali hapo wakiuliza ya kwamba ninajikuta wakati mwingine ninapoingia kwenye mfungo tu, nikimaliza mfungo ninaanguka kwenye dhambi. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana.